Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, kuna huyu bidada ambaye kiukweli kwa namna moja au nyingine tunaweza kusema kwamba amejichanganya. Tunafahamu kabisa kwamba moja kati ya harusi ambazo zimetikisa Afrika nzima ni hii harusi ya Jux na Priscilla. Kiukweli ilikuwa ni harusi ya moto kweli kweli, ilibamba to the maximum kiasi kwamba kila mtu alikuwa anafahamu nini ambacho kinaendelea Afrika kutokana na hiyo harusi ya Jux na Priscilla. Sasa unaelewa kabisa kuna sometimes bwana, wadada wengine ambao hawajaolewa au hawana wanaume wa kuwaoa na kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kusherehekea siku hiyo ya ndoa yao kama the way ambavyo Jux na Priscilla walivyofanya. Huaga kuna kitu kinaitwaga jealous, yani ile mambo fulani hivi ya wivu. Umeona bwana, na wivu bwana huu unaweza kusababisha mpaka mtu hata kama ni shosti yake asihudhurie katika harusi kutokana tu na wivu. Sasa basi Priscilla bwana na rafiki yake, ambaye huyu rafiki yake bwana alikuwa amebook ticket ya kwenda vacation. Sasa katika hiyo vacation bwana, kipindi ambacho vacation inatakiwa kufanyika ndipo huku napo pia harusi ya Jux na Priscilla inafanyika Nigeria. Kwa hiyo huyu binti akaenda kwenye vacation akaflash au akapotezea kwenda kwenye harusi ya Priscilla. Umeona bwana, sasa Priscilla alimind kuhusiana na hiyo issue, na huyu rafiki yake ikabidi aruke mtandaoni aweze kujielezea kuhusiana na kitu ambacho kilichopelekea mpaka yeye kuto kuhudhuria harusi ya rafiki yake na kwenda vacation. Sasa basi, kwa mujibu wa hii video ambayo huyu dada wakati anajielezea hayo, kuna neno tena akalizungumza ambalo likamkera Priscilla. Wakati anajielezea bwana akasema kwamba I didn't check the JP wherever, na akaelezea mambo mengine kwamba ile kitendo tu cha kusema JP wherever ni kama vile ameidharau ndoa ya Jux na Priscilla. Kwa hiyo Priscilla amemind, sasa ndo akamind zaidi baada ya huyu dada kusema JP wherever, akaamua kumblock. Umeona, yani amemfollow na amemblock kabisa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa ni kwamba Priscilla amegombana na rafiki yake kutokana na kwamba rafiki yake ameonyesha kwamba anajisikia wivu, anamuonea wivu na mpaka ameidharau ndoa ya Jux na Priscilla. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kimehappen. Apparently I didn't check the JP whatever. So she was ready. That's when we booked the flights, and apparently I didn't check the JP whatever that time. So when they booked the flights, I remember the wedding, and then I checked, it was the same day. And girl, yeah, so hapo ndipo binti alipojichanganya kutaja kuirifaa ndoa ya Jux na Priscilla ambayo ilikuwa inaitwa JP 2025 kusema JP wherever. Umeona, hicho ni kitu ambacho Priscilla ameona ni very offensive, kwa hiyo amemwanfollow. Kwa hiyo page nyingi sana huko Nigeria zimeripoti kuhusiana na hiyo issue, wakiwa wameandika kwamba Priscilla Ojo Mkambala. Bwana, jina la Jux liko hapo ndani. Mambo hayo. So wameandika hivyo kwamba Priscilla Ojo Mkambala unfollows his friend Mary au Beauty Goddess on Instagram following Mary's rude reference to her wedding as JP wherever. Yani kwamba Priscilla ameamua kumunfollow rafiki yake ambaye anaitwa Mary baada ya kuzungumzia ndoa yake na kuitaja na kuirifaa kama JP wherever, kitu ambacho kilimkera kwamba ilionekana kwamba huyu dada yuko very rude, kwa hiyo amemunfollow. Kwa hiyo Priscilla bwana hataki masiara kwa hiki alichokifanya rafiki yake, amemunfollow. Mambo hayo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Na hisi kweli ni wivu kwamba huyu binti ya kuhudhuria ndoa ya Jux na Priscilla wakati Priscilla ni rafiki yake wa karibu kabisa, alafu wakati anaelezea hiyo situation baada ya kumisi hiyo harusi akahitaja hiyo ndoa kwamba ni JP wherever. Sasa ile wherever imeonekana kama vile ni dharau. Priscilla akamunfollow. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.